نازل إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله ولي من اتقاه، من اعتمد عليه كفاه، ومن لاذ به وفاه. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ومصطفاه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا حجة علينا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما يا علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tulisimama jana katika aya 79 ya surati Yasin baada ya kuelezea أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Yule kafir alokamata ufupa na kuvuruga na kusema kwamba tazama ya Muhammad, unajidai kwamba Mola wako anaweza kufufua baada ya kushakuwa fupa lililokishaozeana, anamkisia nguvu za Mwenyezi Mungu. Astaghfirullah. Wa huwa al-aziz, mweza kila jambo. Subhanallah alladhi anshaaha marra. Anasema wadharaba lana mathala wa nasiya khalqa, kajisahau namna gani alivyoumbwa yeye, alikuwa kitu gani mwanzo hata kafika alipofika. Sasa hivi ana mdomo wa kusema man yuhyi al-'idhama ya ramim, nani anaweza kufufua ufupa una alhadith shawaza ishavurugika. Anaambia qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Jawabu kwa wepesi kabisa, wala haitaki kufikiri sana. Mwambie atakayehuisha kutokana na mafupa yaliokuwepo, huyo aliyemwanzisha mwanzo kulipokuwa hakuna kitu. Anshaa min al-adam, amelifufua hili. Yuhyiha, kama tutazama mulahadha jambo dogo hapa, man yuhyi al-'idham mafupa. Na jawabu ikawa qul, sema ya Muhammad, mwambie yuhyiha. Ni dhamiri, yani inarudi kwenye mafupa, kama kwamba mafupa akifa mafupa anafufuka, mafupa yalikuwa na uhai. Na dalili kwamba mafupa yalikuwa na uhai, mafupa hapa ku represent mwili mzima, yani mafupa biqasdi nini, kwa kusudia mwili wote. Al-'idham mshapana mimi vinaweza kuhuisha, kusudi kwamba itakuja mifupa peke yake, hakuna uso, hakuna miguu, hakuna abadan, bali mafupa ni pahala pa binadamu. Na yuhyiha inarudi kwa hiyo idham, bimaana kwamba mafupa yalikuwa na uhai, na sema mafupa haikufa. Na dalili kwamba mafupa mtoto mdogo sentimita ngapi au inchi ngapi, anakuwa mtu mzima inchi ngapi, si anakuwa yakukua kwa sababu ya uhai. Basi kwa hivyo yuhyiha al-'idham biqasd bada taban, kwamba huyu binadamu kwa ukamilifu anakuwa represented kwa haya mafupa. Qul yuhyiha, yani binadamu na mafupa yake na kila kitu chake. Alladhi ansha'aha, al-insha kubuni kitu kwa wipya, hakuna kuchukua hichi na hichi ukaunga, bali nini, kukibuni kwa kutokana na hakuna kitu. Sisi tunapo skuli tunaambiwa tuandike composition, au sio? Composition maana andika ni kwa Kiswahili insha, maana insha ndio insha, buni kitu kutoka kichwani kwako, maudhu kadha kadha, au sio? Maudhu mfano kutoa sadaka, unakaa unafikiria kutoka kichwani mwako, na maneno haya huwezi kukuta vingine popote ila kwa kweli. Maana
watu milioni wamesema, lakini kwa maneno uliotumia tofauti peke yake. Wewe ndio anta alladhi ansha'ta, wewe ndio uliocompose, ulioifanya kwa upya, kwa hakuna kabla yake ile wewe umeanzisha. Ndio maana yake hiyo. Kwa hiyo ansha'aha, alianzisha min al-adam, from nothing, kutokana na hakuna chochote. Je, hilo na kulileta tena wakati ilikuwepo, lipi gumu zaidi? Gumu zaidi kuanzisha mwanzo. Kwa hivyo ukaona wanakurejesha tena, unaona kubwa, la atarejesha yule aliyoanzisha mwanzo, yani ile kubwa zaidi kwa ulifikiri. Na mara nyingi jawabu kama utalifikiria lina maana kubwa ndani yake. Mwenyezi Mungu anamjibu kwa mujibu wa akili zake za kipumbavu, kwa sababu Mwenyezi Mungu huwezi ukambana katika uwezo na kutokuweza abadan. Mwenyezi Mungu kun fayakun, kila kitu kinakuwa. Kuanzisha mwanzo kwa yote sasa ni simple kwa pamoja. Lakini kwa uwezo wetu wa kibinadamu na akili zetu za kufikiri kibinadamu, kuna hichi chepesi na kigumu, kwa sababu mwisho wa ugumu unafika pale mtu anashindwa kufanya jambo, na binadamu dhaifu. Kuna vitu anavyoweza na vitu haviwezi, au sivyo? Hii ni capability, uwezo, makdira binadamu, lakini Mwenyezi Mungu ala kulli shay'in qadir. Kwa hivyo alladhi ansha'a awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Tukaelezea kwamba kila kitu anakijua. Wewe binadamu unaishi hapo mambo mabilioni kwa mabilioni ya mambo yajui, lakini Mwenyezi Mungu akumbia kwa manufaa yako. Kila kitu unachokiona wewe kilichokuzunguka kina faida kwako wewe. Ikiwa mnyama, inshallah wadudu wako wanakula, wadudu ambao wangekusababisha maradhi wanakula. Wewe hujui, asio wewe unaona ndege kwenda nini, kila kitu Mwenyezi Mungu kaumba, ardhi ilivyo, mchanga, udongo, ikiwa bahari, maji, kila kitu unakitajia, ikiwa unajua kwa hujui. Na Mwenyezi Mungu kakiumba maksudi kwa ajili ya haja yako wewe binadamu alivyokukirimu. Alladhi insha'a marra. Na kwa hivyo ikiwa binadamu kasema, na Mwenyezi Mungu asema huwa bikulli khalqin alim, anajua idham, na anajua nini ardhi yote na idhamu, mafupa yale anajua yamekwenda wapi katika sehemu yote iliyotawanyika baada ya kuvurugika, na anajua imekwenda wapi, imevunjika vipi, na kuchanika na kuvunjika na kuvurugika vipi, na kila chembe ya mchanga mdogo ambao uliochanganyika katika mchanga unatokana na fupa lile litarudi kwa mwenyewe kutokufufuliwa. Vipi anarejesha? Allah wahdahu huwa alqadiru ala hadha, ndio mwenye uwezo. Aliposema katika sura Qaf wa Qur'an al-Majid, binadamu kasema aidha mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id, hivyo tushakufa na tushakuwa mchanga dongo, yani kwa fupi tutarudi tena. Akajibu mwenye dhalika raj'un ba'id, kurejea huko ba'idul wuqu', kuokaa kwake, kuhappen, kukua kwake jambo hili kuja tena niliko mbali sana na akili kuweza kukubali kwamba tunaweza kurudi. Raj'un ba'id, ala sikiza jawabu unapokuja, qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum. Allahu akbar, qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum. Hapo aya inafuatia, tunajua kila kitu ardhi inapunguza nini katika miili yao, yani nini ardhi inachukua nini katika mwili wao, mpaka kavurugika, mpaka mchanga ukatawanyika, mpaka kila kitu kaenda. Qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa indana kitabun hafiz, na sisi na kitabu kinahifadhi kila kitu katika lawh mahfuz. Subhanallah. Aliposema suala la uqsim bi yawm al-qiyamah wa la uqsim bin nafs al-lawama, ayahsabu al-insan an lan najma'a 'idhamah, anafikiri binadamu kwamba hatuwezi kukusanya mafupa yake. Tazama jawabu inakuwa, wallahi kila ukisikiza jawabu Mwenyezi Mungu utajua hadha min kalamillah, hadha kalamullah. Subhanallah, subhanaka subhanaka. Ayahsabu al-insan an lan najma'a 'idhama, anafikiri binadamu sisi hatuwezi kukusanya mafupa yake. Bala, ukiona lan nafi katika suala, basi jawabu yake lazima iwe bala, naam. Kwa hivyo unasema nini? Nasema khalaqa minkum zawjayn, alaysa dhalika biqadirin, laysa nafi negative, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, unajibu bala, naam anaweza. Kwa hivyo yahsabu insanu an lan najma'a
idhama, hatuwezi kukusanya mafupa yake tukamleta tena tukamrejesha kwa ajili ya hisabu. Bala, tazama jawabu basi. Qadirina ala an nusawiya banana, tunaweza hata kuvitengeneza. Unaona vidole vyake banana hivi, viganja nini vidole vyake sina alama, ma fingerprints haya banana. Tutarejea nusawia, tutafanya sawa sawa kama ilivyokuwa mwanzo. Si tunao ndugu wawili pacha na kila mmoja na fingerprints yake, au sio? Kila kitu anafanana, pua yake, mdomo wake, mwendo wake, kusema kwake sawa sivyo? Nenda kafanya fingerprints tofauti, sio? Kila mmoja na fingerprints yake, ndo alama yake. Bala qadirin ala nusawi bana. Tazama jawabu, sio kukusanya mafupa tu. Mafupa ni jambo dogo, bali kurejesha mistari unaona midogo midogo hii vile vile kama ilivyokuwa mwanzo. Tazama jawabu, subhanallah. Kwa hivyo huyu mtu, kama hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inaeleza, alikuwa nani? Kama asi Mwenyezi Mungu sana, lakini karibu anataka kufa, anaambia sikizeni watoto wangu, ninapotaka kufa, nikishakufa mimi, tungojeni siku ya upepo mkali, unikusanye kuni, mkisha mnichome moto, mniunguze kabisa mpaka yashavurugika, mpaka mafupa yakavurugika. Halafu chukueni jivu langu, nusu litupe katika bara nchi kavu na nusu kalitupe baharini. Tazama akili yake, na nusu baharini na nusu kwa nini? Sije kutoka baharini kachanganyika na hii, pengine katika ardhi zaweza kukusanyika nikarudishwa tena. Tufanye hivyo. Na akamunguza. Mwenyezi Mungu akaamrisha mwili wake wote urejee tena ukusanyike. Akamweka, akamsimamisha mbele yake na akamuuliza, ma hamalaka ala ma sanat, kitu gani kilichokupeleka mpaka ukafanya leo ulivyosema, kuambia watoto wako wakunguze, wanafikisha jivu litupe mbali baharini, nchi kavu? Akasema, makhafatuka ya kukuogopa wewe usije kanadhibisha huko, wa anta aalam, na unajua zaidi ya Rabb. Kaamini hajaamini huyo mtu, dakika mwisho kaamini, lakini anaogopa kwa ujinga wake kutokufahamu Mwenyezi Mungu, Ghafar dhunub, mwenye kusamehe, ghafir dhambi wa qabil tawb. Lakini kasema alikuwa anaogopa. Mwanzo umesema alikuwa anaogopa kusimamishwa mbele yako, maana yake unaamini kuna hesabu na utasimamishwa, lakini sio maana yake muumini. Sasa yale yote anofanya kwa ujinga wake, Mwenyezi Mungu kamsamehe, kaambia nimekughfiria dhambi. Madhara umejua kama yupo kunini kumtia adabu mtu anamshirikisha. Naam. Kwa hivyo tujue kwamba la khalqu samawati wal ardi, kuumbwa kwa mbingu na ardhi, akbar min khalqi nas, kuliko kuumba binadamu, lakini watu hawajui. awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Amoni kwamba Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard, aliumba mbingu na ardhi, walam ya'ya bi khalqin, hala hajachoka wala hajapata tabu wala hajashindwa, bali kaumba na kanavitazama mwenyewe. Hujui kwamba awalam yarau, hawaoni kwamba yeye biqadiri ala yuhyi al-mauta. Hilo jambo kuhuisha dogo sana ukilinganisha na nini? Kuumbwa kwa mbingu na ardhi na kuzitazama na kuziendesha, kila mmoja kwa pahala pake na mwendo wake na spidi yake na malengo yake, ili litoe jua kiasi mwangaza kiasi kadha, hii litoe kiza kiasi kadha, hii iende kwa spidi kadha, hii isije kagongana, isije kampita lailu la shamsi yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la lailu sabiqu an-nahar. Kila kimoja kisipita mwenziwe, kila mmoja kiende kwa njia yake. Wa kullu fi falakin yasbahun, al-hali yote katika falak, katika fadhaa kubwa, katika space binaendelea. Subhanallah. tunaendelea. Aya inafuatia aya 80. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. آية 80. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي يولي الضنباء، يولي الذي أنشأها أول مرة،
wa huwa bikulli khalqin alim. Huyo Allah alladhi ambaye nini ja'ala lakum alikujalieni lakum ili liwechenu mpate, yani ja'ala lakum mina kutokana nini minashajari al-akhdari, kutokana na miti au shajari mti wa kijani. الشجر الأخضر hajatajwa rangi yote ila al-akhdar, kwa umuhimu wake al-akhdar. Min ash-shajar al-akhdari naran, kwa kajalia moto utoke ndani yake. Fa idha antum, na hapo kutokana na miti hii mkawa nyinyi, antum minhu, kutokana na miti hii, tuqidun, nawasha moto kutokana na mti wa kijani. Subhanallah, mmoja anasema nilikuwa kwenye gari na kwenda kilomita 40, nimekwenda katika kilomita 40 natazama miti ya kijani tu. Anasema hizo rangi za tofauti ya kijani yenyewe, rangi tofauti si chini ya 300. Hii kijani kilichokoza, kijani kisichokoza, kijani kiwichi, kijani sio kijani wa kila aina. Subhanallah, na kila moja ina performance yake, inafanya kazi yake pekee yake tofauti. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nar, alikujalieni kutokana na mti wa kijani kupata moto. Fa idha antum minhu tuqidun, alaqa baina ya kupata kwa moto sisi na nini, na mti wa kijani. Kama tunakwenda katika sura al-Waqi'a, Mwenyezi Mungu anasema nini? Afara'aytumun nara allati turun, afara'aytumun nara allati turun aantum ansha'tum shajarataha am nahnul munshi'un. Subhanallah. Afara'aytumun nara allati turun أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. سمعني سبحان ربي العظيم. سمعني سبحان ربي العظيم. شلون يتاب والله؟ سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. أفرأيتم قلت بسمنين يقول الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر جاني متي وكجاني ونوتو موتو. فإذا hapo antum nyinyi minhu, na antum lakum, watu wote ulimwengu mzima tokea siku ya kuumbwa kwa binadamu iwe faida kwake atumie shajara akhdar mpaka siku ya kiyama. Faidha antum minhu tuqidun, mnawasha moto. Na hapa akasema katika surati al-Waqi'a kataja mambo gani kwanza? Kwanza ardhi na miti mnaotesha, alafu kataja maji. أفرأيتم ما الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا كما بدأ مكتام tukilifanya machungu msiweze kunya. Alafu kaja faraitum an-nar allati turun. Naona moto ambao binadamu anavutwa katika mambo kama haya, afikiri leo ingelikuwa sivyo hivi mngelishi vipi nyinyi na moto huu. Mna nini? It's a double edged weapon nasema. Silaha yenye silaha dhul haddain, ina makali huku na huku matamu kwa kupikia na nini, mataa faida yake kubwa. Bila moto sitaweza kuishi leo. Hebu sema kweli yako, hakuna kupika. Tumesasana kwa miezi miwili hakuwashi moto nyumbani kwake, tende maji subhanallah. Lakini sisi hatuwezi, nama at'amani rabbi wasaqani, amelisha Mola wangu na kuninyesha. Subhanallah. Kwa hivyo anasema aya hii, afara'aytum an-nar allati turun, naona afara'aytum, sio kuona tu, oneni kwa macho na mwe experience toka kwanza kupata akili mpaka ukafika umri huo, na unaona moto na magari unavyowashwa na faida yake katika kupika, katika nini, mambo chungu zima moto unasaidia, sio? Antum, hivyo nyinyi, ansha'tum, mmeuanzisha shajarata, ule mti wake wa kuwashia moto huu.
yani alaka kubwa ilikuweko moto mti basi. Na binadamu labda akisoma kwa juu moto kwa mti gani? Watu siku wanatumia petroli, wanatumia natural gases, wanatumia sijui nini, wanatumia solar energy, sio wanatumia au sio? Tunasema hivyo. Sawa. Ndio. Lakini sasa twende katika undani wa aya tukusudia nini antum anshatum shajarata am nahnu almunshi'un, au sisi ndo anzisha moto huu kutokana na mti wa kijani. Hapa shajara tu hajataja kishajara gani. Nenda katika sura Yasin, ash-shajar al-akhdar. Sawa. Al-akhdar بالذات وكتاج al-akhdar, sio akhdar impossible, haiwezekani. Kwa hivyo nahnu ja'alnaha, tumejalia moto huu kabla kwamba iwe faida kwenu, iwe tadhkira, ukumbusho. Kia kidole kwenye moto niunguze. Sasa hapo mnaogopa moto huu mdogo. Kefu moto mara ngapi huko motoni? Mtaweza kweli? Iwe tadhkira, ukumbusho kwako, ili upate kuogopa. Mwenyezi Mungu kwa hikma kubwa iliyokuwa kubwa kabisa katika kutujalia moto sisi, jua kwa tuna faida yake, faida kubwa, lakini kajalia kwamba kila ukiwasha moto wewe huwezi kusogea karibu yake kwa ukaweka kidole. Unachukua nini? Caution ya kutosha, hadhari, au sio? Kwa nini? Kwa sababu unaogopa unaunguza. Kila sekunde unapowasha moto unakumbuka, ukisikia tu moto wa jahannam mbio unakujia, kwa kulinganisha na moto ule. Moto huu unaogopa kefu, au sio? Hii ndio maana tazkira. Hii ndio maana nini? Tazkira, ukumbusho. Lakini baadaye, baada ya kushakufundisha ukujua kwamba hii ni tazkira, halafu kama mataa. Na kwa nini? Kwa mataa kwako upate kufaidika nao. Basi lilmuqwin, muqwin wasema kwa wasafiri, wengine wakasema wasafiri na wanaokaa kila wanaohitaji moto katika kutengeneza kupika, muqwin. Kwa hiyo fasabbih bismi rabbikal azim. Tayeb. Sasa basi ash-shajar al-akhdar ndo wasila, ndo njia pekee ambayo binadamu anaweza kupata moto akaweza kutumia. Kwa nini? Kwa sababu sehemu ya nguvu zake, energy yake hupatikana kutokana na huu mti huu green tree, kwa sababu huu mti asili yake kutazama na ulikuwa kijani, na hii rangi ya kijani yakhdhur, wanaita kirabu al-khudhr, kwa kizungu inaita chlorophyll. Hii rangi ambayo hupatikana katika majani yake sana, zaidi katika majani, ndio unaweza kusema ndio process zote zinatokezea, mambo yote yanatokezea katika mti, huwa sababu ni hii rangi ya kijani iliyokuwa. Na ndio kwa maana Mwenyezi Mungu ametutajia al-akhdar. Hakuna rangi ya kijani, hakuna maisha, hakuna miti, hakuna jua kutumika, hakuna lolote ikapatikana nini? Moto, bali hakuna chakula. Kwa sababu moto huu ukipiga katika chlorophyll ya green tree, tunajua sisi mti unafanya nini? Kwenye ardhi unachukua maji na unachukua na mineral salts, inanyonya katika nini? Katika mizizi yake, upandisha katika stem, katika kupeleka kwenye majani. Inachukua maji kutokana na nini? Kutokana na ardhi. Tayeb, maji yale yanafanya nini? Maji yale yatahallal, yana decompose into its constituents, hydrogen na oxygen. Hydrogen inafanya nini? Hydrogen inakaa. Oxygen inafanya nini? Oxygen inatoka. Wacha faidike binadamu. Subhanallah. Kwa hivyo maji yashatoa oxygen. Tayeb, upande wa pili sasa katika hewa kuna nini? Kuna carbon dioxide. Carbon dioxide kwa jua, mwangaza wa jua una break down ile carbon dioxide into its constituents, element ya carbon bali na oxygen bali. Oxygen inakwenda wapi? Oxygen inatoka, inakwenda nje, binadamu anapata kuvuta pumzi. Carbon dioxide ambayo ile unaitoa wewe kila mara na ile kuwepo, kama itaendelea kuwa, ifikiria chumba cha mita 2 kwa mita 2 wakati watu 40 ndani, hali gani itakuwa? Sisi tunatoa tu carbon dioxide, hakuna oxygen, madirisha yamefungwa, kila kitu, hakuna dirisha, makuta manne, chumba kidogo, mita 2 3, watu 50 60 70. Hebu niambie, baada ya robo saa, baada ya nusu saa, baada ya saa, hali gani itakuwa? Wote utasuffocate, wote utakufa kwa jani. Carbon dioxide sumu,
na sumu hilo jaa hewani la miti inachukua, ina decompose oxygen, chukua ni binadamu anakwenda kwa chini ya mti nipate fresh air, fresh air oxygen ile kwa decompose nini na mti huo, mti huu. Kwa hivyo umechukua carbon dioxide katika hewa, umedecompose, umegawa, oxygen imetoa, carbon inafanya nini? Carbon naizuia, huku nimezuia hydrogen, huku nazuia carbon, hydrogen na carbon. Subhanallah, Mwenyezi Mungu anafanya rabita bond katika hizi organic bonds. Watu wanasoma organic chemistry huko watajua namna gani bonds of carbon and hydrogen kufanya carbohydrates, ambazo ndio asasi ya maisha yote. Chakula kinafanywa by the process inaitwa photosynthesis. Kama tulivyosoma katika biology, photosynthesis inahitajia maji kutoka chini ya ardhi, inahitajia minerals kutoka chini ya ardhi, inahitajia jua na inapokutana na chlorophyll. Chlorophyll ina kazi ya kunyonya na kufyonza taka, energy ya jua. Halafu hapa hupatikana chemical reaction kutokezea, una change from solar energy to chemical energy. Hapa tena kutengeneza chakula, kwa sababu ukipiga nini ile, kama mnakumbuka equation kwa tukisoma nini tunasema nini carbon dioxide sio na maji katika ardhi na carbon dioxide katika hewa by photosynthesis na sunrise sunlight. Hizi hufanya nini? Hufanya glucose C6H12O6 plus oxygen. Oxygen inatoka katika hewa. Kwa hivyo hii process ya photosynthesis hukusanya glucose C6H12. Huko kama una balance equation 6 carbon dioxide plus 6 molecules of water by photosynthesis na jua sun rays upata nini? C6H12O6 glucose plus oxygen, 6 molecules of oxygen zinatoka. Kwa hivyo hapa by process hii glucose hufanyika sukari, simple sugar, glucose hii, alafu baadaye zikija na nini molecules nyingine na nyingine. Hizi glucose zikikusanyika zinafanya aina mbalimbali, from simple sugars to complex sugars, na aina za sukari zinapatikana katika miti mbalimbali kutokana na nini, na kiwanda kikubwa cha majani ya kumanufacture kutengeneza chakula kutokana na jua na maji na oxygen, carbon dioxide, ikafanyika chakula huenda ikasave katika matunda na huko nyingine ikaenda katika stem, katika mti, katika. Kwa hivyo utaona kwamba mti ule una save, unaficha, unahifadhi, unahazim na store energy yake iliyochukua katika jua katika sehemu ya mti. Mti ule utaona kwamba kama organic materials zilizokuwa ndani mle, glucose na glucose ile mfano ambayo huenda ikastore katika matunda, au sio? Kubadilika glucose ile into different types of sugars, glucose, sucrose, fructose, maltose, galactose, zote hizi aina mbalimbali. Naona ukila utamwa papai, utamwa nanasi, utamwa nasi, utamwa fenesi, utamwa duriani, utamwa ndizi, au sio? Kila moja aina mbalimbali za sugars, different types of sugars. Na sugar hii baina ya sugar, halafu ikitoka molecule moja ya maji ndani yake inageuka starch, na hii starch zikiwa molecules chungu zima X idadi yake, unapata C6H10O5 into X. Hii inakuwa starch, ndio unafanya nini? Unapata mada inaitwa polysaccharide, ambayo ndio unapata cellulose katika kuta za cells huwa inajengeka. Hizi cellulose na mada za carbohydrates. Carbohydrates ni mada zinazotengenezwa kwa carbon na hydrogen na oxygen, ndio asasi ya nini, ya mti na uhai wote wa mti, bali uhai huu umesababisha uhai wa binadamu, uhai wa nyama na living things na vitu vyenye kuishi kutokana na asili ya mti huu. Tunasema sisi tunapokula chakula, nasema chakula ukila mkate mfano starch, inakuwa ukitia mdomoni masticated by teeth, usagwa na meno, lubricated by saliva, utiwa rutuba. Kwa nini? Kwa mate shati oxygen, ile starch inageuka. Kabla hujameza unaona utamu tofauti ulipokula mwanzo, utamu ule shageuka into sugar, from starch to sugar. Na hizi ndio process zinazotokea katika mti.
Kwa hivyo hapa utaona kwamba binadamu anafaidika kutokana na mti huu. Wakati mti huu unatengeneza chakula ambacho anakula yeye, mti huu unapeleka, una store, una khazin katika nini, katika miti yake. Utaona mti ule kama utakatwa, unapata mbao, kigogo kile au mbao, ukikikausha tajfifi, ukifanya unageuka makaa, tunapata moto, au sio? Tunapata nini? Tunapata moto. Na kwa hivyo tukitazama hizi natural gases zote hizi, kama tutazama an-nabat al-akhdar au ash-shajar al-akhdar, mti wa kijani unapokaushwa tunatumia kama ni waqud fuel. Wakati huu mti akhdar tupokatakata tukaweka ki natural way ya kunini, au ukaunguza ikawa tajfifi, yani kukaushwa, tunapata makaa, sio? Makaa tunapikia. Tayeb, ikiwa nabati akhdar ukifunikwa, taban kuna natural process zinatokea, natural processes inaitwa awamil ta'riya, inageuka mpaka ikawa gas, natural gas tabii. Wanyama wanapokula ashajar al-akhdar katika miti, una create nini, oil substances katika mwili wake. Wanyama huyu ziada ya duhun na mafuta yanapatikana, kama nazikwa wanyama hawa ugeuka fats hizi ikageuka nini, yatahawali ila petroleum. Nasema sisi petroli asili yake kitu gani? Petroleum, kwa wanavyosema wachunguzi na wajuzi wanasayansi, wanasema kwamba hii petroli asili yake nini? Asili yake, unaona miti na wanyama, na zaidi wanyama ambao wanaokufa wakakaa chini kwa miaka nenda miaka rudi, ni kitu cha kuokaa naturally katika tumbo la ardhi au katika chini ya bahari, ndani ya tumbo la ardhi. Anasema ni petroleum, ni maji liquid ambayo inapatikana katika earth surface, ambayo inaweza kuwa refined, ikatengenezwa, kusafishwa into fuel, kapata nini, fuel. Na petroleum ni fossil fuel, wanaita fossil fuel, asili yake kutokana na vitu vyenye kuishi. It has been created by the decomposition of organic matter, vitu vyenye hai, carbon, hydrogen, oxygen, vile vikiozeana millions of years, miaka milioni kwa milioni, chini ya ardhi, chini ya bahari, chini ya ardhi. Halafu hii hugeuka ikawa nini, over millions of years, inaform hii petroli, ambayo kitoka ukitazama petroli unakuta ni hizo ni organic matter, carbon, hydrogen, oxygen. Unapata benzini, unapata naphthalene, unapata ethylene, utaona zote hizi ni aina mbalimbali za carbohydrates, hydrogen, oxygen materials, organic material. Kwa hivyo hapa tutaona kwamba mti wote ukazikwa tu kwa muda miaka, basi ugeuka, inageuka nini, inageuka coal stone. Hata mawe ya nini, asio mawe ya makaa pia vitu wote. Kwa hivyo asili ya moto, kama hakuna shajar akhdar hakuna moto, kama hakuna shajar akhdar hakuna moto. Kwa sababu inapokuja aya kama hii, chunguza deeply scientifically, utizame kwa nini Mwenyezi Mungu anasema alladhi ja'ala lakum min ash-shajari akhdari nara, kutokana na mti huu akajalia kwamba ni moto, fa idha antum minhu, kutokana na moto tukhidun. Kwa hivyo nasema kwamba jua, kuwepo kwa jua
ni asasi haya, ndio msingi wa maisha. Binadamu kuwepo kwa maji ni msingi wake. Mti kuendelea kuishi, msingi mkubwa green color, rangi ya kijani, shajar akhdar. Na shajar akhdar inasababisha binadamu kuweza kuishi. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, min al-ma'i kulla shay'in hayy, tumejalia kutokana na maji kila kitu chenye kuishi. Yani mti unahitaji maji, unapofyonza kutoka chini ardhi by roots, mizizi ikachukua ikenda ikadecompose na ikachukua carbon dioxide. Maji yanahitajika na miti, na maji yanahitajika na binadamu, na maji yanahitajika katika kwa wanyama. Na binadamu mwili wake pasenti kubwa zaidi, over 90% ni damu, na damu ni maji. Kwa hivyo maji, waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, kila kitu, kila kitu chochote kile chenye maisha chenye maisha, basi maji lazima. Na bila maji na bila green tree hakuna maisha, kwa sababu hatuwezi kupata chakula chenye kutengenezwa na shajar akhdar. Na kwa hivyo moto ni unakuwa nini, unakuwa preserve na kwa stored, kuhazin katika miti, katika ile peke yake pia unahitajika katika maisha yetu. Bila haya hatuwezi kuishi. فسبح باسم ربك العظيم، مسبح Mwenyezi Mungu Mola wako alikuwa adhim. فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. Kwa hivyo hapa ukenda kwenye aina yoyote unatumia kwa ajili ya kupata moto, hivi sasa si tunatumia gesi, natural gases, imetoka wapi? Shajar akhdar. Si tunatumia petroli, imetoka wapi? Petroleum, asili yake miti na wanyama, shajar akhdar. Tunatumia nini? Mafuta taa, chochote kile ukifikiria, kwa kerosini, kwa benzini, kwa naphthalini, kwa nini, hizi zote asili yake miti, shajar akhdar. Zote hizi ikiwa makaa, ikiwa chochote. Sasa tunatumia solar energy, solar energy. Solar energy taban inatoka kwenye jua. Sasa inapiga vigae, hasi tutakusanya hasi. Na wao kenda katika vitu vyote, hakuna uhai ila shajar akhdar imeingia katika kukua kwa kitu chochote kile. Kwa hivyo utaona wewe aya hii utapoikimbia wewe inakubana kila pale. Tafuta moto, ukiwa wewe utaishi leo, ukiwa utaishi siku moja kabla ya dunia kuondoka hii, baada ya kwamba wamedevelop mambo chungu zima, wamevumbua mambo chungu zima, asas pale pale origin. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara fa idha antum minhu tuqidun. أقول قولي هذا والله أعلم.